Mwezi Machi umekuwa mwezi mchungu sana kwa wakazi wa Kigoma, ikiwa ni baada ya kupoteza roho za ndugu zao wengi kutokana na ajali za majini. Ukiachana na ajali iliyotokea leo katika ziwa Tanganyika ambapo boti ilipinduka na kupelekea watumishi 9 wa serikali kupoteza maisha, hivi juzi tulimwona Mheshimiwa Mbunge Clayton Revocatus Chipando ambaye kwa machungu mazito ameweza kuelezea kwa kina kile kilichopelekea ajali hiyo. Mr. Herali, pole pia kwa changamoto ambazo zilitokea, lakini tulitamani kujua nini kilitokea, ilikuwaje kuanzia safari mpaka hatua ambayo ilifikia kuokoa baadhi ya watu na watu wengine pia kupotelea ndani ya maji. Asante, mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake. Hakuna mwanadamu mwenye ujanja tofauti na Allah Subhanahu wa Ta'ala, tofauti na Mwenyezi Mungu. Ilikuwa ni mida kama ya saa 1:28 jioni. Kwa sisi Waislamu nilikuwa ni mida ya kufuturu. Nilitoka nikaenda kambini kidogo kufuturu, nikapata maji, lakini nikarudi sehemu ya kivuko kuhudumia abiria walikuwa wanahitaji kuvuka. Lakini walikuwa kwenye mtumbwi watu kama 8 hivi. Lakini kulingana na hali ya maji ilivyokuwa inaendelea kujaa, kuna sehemu walikuwa wanavuka kwa miguu, lakini wakahofu ile kupita kwa miguu usiku, wakaona bora waje kupanda mtumbwi. Kwa hiyo wakaniambia kwamba niwasubiri, nikawa na wasubiri. Lakini walivyokuwa ingia kwenye mtumbwi, natoka kwenye kufuturu kunywa maji kwenye kambi kwa jamaa, narudi pale kutoka wako watu wengi kwenye mtumbwi, nikawa nikawapunguza kwa mtindo wa kifamilia. Huyu bwana alikuwa na mtoto wake mmoja, nikamtoa mtoto kabaki kule ngambo, na huyu mama alikuwa na watoto 3, nikamtoa msichana wake mmoja akabaki kule ngambo. Kwa hiyo kwa ujumla kwenye mtumbu tulikuwa watu 5 na yule wa mgongoni jumla 6. Kwa hiyo nikawa nimeng'oa mtumbu pale, nikaangalia mwelekeo wa kuja ngambo ya huku kutoka ngambo ya kule Kabogo au mtaa Mgumile. Sasa wakati nakata maji kwa kasi, bahati mbaya kulikuwa na kuni kwenye mtumbwi zao wasafiri. Ile kuni ikawa imeshika kwenye mtete. Kwa hiyo mtumbwi ule ukawa umepoteza direction. Ukawa umetelemka kwenye daraja pale chini. Kwa hiyo moja kwa moja mtumbwi ulifika unagonga kwenye daraja pale, ukageuka, sisi wote tukawa tumemwagika. Lakini tulitokezea nyuma ya daraja kwenye mwelekeo wa maji. Kilichotokea ina maana yule msichana ndo alikuwa karibu yangu. Nikaanzana naye. Wakati sasa imeshaingia giza. Nikamshika nikataka kumshika mkono, yeye akanishika kuning'ang'ania hivi. Sasa nikaona kama ananikosesha na mimi balance ya kuogelea. Kwa hiyo nikamzamisha chini kidogo, akaniachia. Alivyoniachia na mimi nikainuka, nikamtafutia balance ya kumkamata. Nikamshika kwenye begi lake hivi, nikaogelea naye mpaka nchi kavu. Sasa wakati unasikia sauti za watu wawili, mwanamke na mwanaume, wao kwenye maji, jamani tuokoeni. Kwa hiyo nilivyoona amepata pa kusimama na kushika manyasi, nikawa nimemwacha pale kwa tukio la haraka, nikawa nimeogelea tena kufuata ule mtumbwi, kuwafuata wale wengine. Lakini naogelea na kwenda nateremka, bahati mbaya ile sauti ya mwanaume ikakata. Ilivyokata ikabakia sauti ya mwanamke. Kumbe yule mwanamke, ule mtumbwi ulivyojifunika, hakuweza kujifunua tena. Kwa hiyo yule mwanamama aliweza kuweka mikono hivi. Na ndio yule mama alikuwa na mtoto. Kwa hiyo nikafuatilia mtumbu kuogelea kwenye maji, lakini sikuweza kufikia. Nikabidi nitoke nchi kavu ili kukimbia niangalie kwanza nikamtime kwa mbele.
Basi nikawa nimebahatika hivyo, nikakimbia, bahati mbaya nikakanyaga kwenye shimo, nikapungua nguvu ya kukimbia. Nikainuka tena kidogo, nikakimbia, nikaanza kukanyaga kwenye mawe. Nikaangukia magoti, nikapungua nguvu ya kukimbia, hata hivyo mtumbu unazidi kuniacha. Lakini mimi kilichokuwa kinanipeleka ilikuwa ni sauti ya yule mwanamama. Anaendelea kupiga kelele na mimi naendelea kupata hamasa ya kukimbia. Japo na usiku sijui nakanyaga wapi na shida tu. Ilikuwa tabu tupu. Nikakimbia kufika kivuko cha pili kwa chini. Nikafikiria mtakuwa nimemwahi pale. Naye bahati mbaya akawa amepita. Akaenda, naendelea kufuata sauti. Kumbe yeye, yani mimi sijui kilichokuwa kimemkamata kitu gani. Kumbe yeye nikafikiria baya anaogelea tu juu ya maji. Kumbe yeye alipata sehemu ya kuegemea kwenye mtumbu ule ulivyokuwa umejifunika, hakuweza kujifunua tena. Kwa hiyo nikakimbia, nikatembea mpaka kivuko cha chini huku. Tunaita kivuko cha mawe. Bahati nzuri pale kuna watu walisikia wito wa sauti za uokozi kwamba kuna mtu amezama kwenye maji, nao wakawa wamejiandaa. Nikakuta katikati ya maji. Kwa hiyo nilifika pale, napunguza nguo, nikavua shati, nikavua na suruali, nikabaki kwenye pensi, nikabaki kwenye singlet, nikajitosa maji. Nikaenda kumsaidia yule mama. Nikamkuta yule mtoto bado, yani mtoto yuko anaendelea kunywa maji. Kwa hiyo nilichofanya nilimsaidia kumuinua huko nyuma na mtoto apone. Bahati nzuri nikawa tumekutana na nimemfikia yule bwana mmoja kutuokoa, anaitwa Antaki. Alikuwa na mtumbwi katikati ya maji. Kwa hiyo nikamuinua yule mama, nikamuinua juu hivi. Yule alikuwa kwenye mtumbwi ambaye anaitwa Antaki akamshika mkono, akamuinua akamweka kwenye mtumbwi ambao ulikuwa ni wao kwa ajili ya uokozi. Nyakati zile za usiku. Hiyo imeshakuwa kwenye mida kama saa 3 sijui. Kwa hiyo tukaenda tukafikia mahala, tukatuliza nafsi vizuri, tukawa tumepaki mitumbu yote miwili pembeni, na ule mtumbu mwingine ambao uliokuwa nimepata nao ajali, nikaacha nimeufunga kwa ng'ambo, alafu tukapandisha huku juu kivukoni. Lakini tulifika sehemu tukamtelemsha yule mama pembeni. Kuna bwana mwingine akamwambia, wewe bwana na huyu mama, tambazeni mtokezee kivukoni, tutawakuta kule ili tupandishe huo mtumbu. Tukaupandisha ule mtumbu, tukawa tumefika. Nafika pale kivukoni, namuulizia yule mama, anasema ameshaenda hospitali. Alafu baadaye kidogo akasema hakwenda hospitali, kaenda nyumbani. Lakini baadaye wadau wa uokozi wengine wakamchukua, wakamtoa nyumbani, wakampeleka hospitali kwa ajili ya usalama wake, kumwangalia usalama wa yule mama na yule mtoto pia. Lakini mimi nilipofika pale nikakutana na askari fire. Nilitoka kivukoni kule, walinichukua kwa pikipiki mpaka pale mwanzo wa lami. Pale mwanzo wa lami nikakuta wale askari fire, wakatusimamisha, tukawasimamisha, wakawa wamenichukua, wakanileta mpaka hapa nyumbani. Lakini wakanihoji, nikawaeleza jinsi ya tukio la ajali lilivyokuwa. Then wakaniacha hapa, wakawa wameondoka. Wakaniambia kwamba wanaenda kushughulika na zoezi la kutafuta hao wengine ambao wamekosekana. Ilikuwa wao waliokosekana walikuwa ni wanaume wawili. Walikuwa kwenye mtumbu wangu. Lakini mimi nilibahatika kuokoa hao wanawake wawili na mtoto mmoja. Alikuwa amebebwa na huyo mwanamke ambaye alikuwa ni bibi yake tuseme. Alikuwa amebeba mjukuu. Ilikuwa hivyo kwenye mtumbu. Sawa, tunashukuru sana, lakini pia pole kwa changamoto na hongera kwa ushujaa wako wa kuweza kuokoa maisha ya watu wengine. Asante, nashukuru.